Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wakati huu tunakujuza ni nini kinaendelea huko Benin baada ya jaribio la mapinduzi nchini humo. Mamlaka nchini Benin zimelazimika na zimefaulu katika kuzima jaribio la mapinduzi. Mnamo siku ya Jumapili majira ya saa 7 mchana, sehemu katika jeshi lilitangaza katika televisheni ya taifa ya Benin kwamba wameiondoa mamlaka ya serikali na kwamba sasa mamlaka ya serikali ipo chini yao. Mamlaka ya Benin baadaye ikatangaza kuzima jaribio la mapinduzi ya kijeshi lililolenga kumuondoa madarakani Rais Patrice Talon. Umoja wa Afrika umelani jaribio hilo huku jumuiya ya ECOWAS ikituma msaada wa kijeshi. Hali ilikuwa ya wasiwasi mnamo Jumapili katika mji mkuu wa kibiashara wa Benin, Cotonou, baada ya milio kadhaa ya risasi kusikika na kundi la wanajeshi kutangaza kwenye televisheni ya taifa kumpindua Rais Patrice Talon anayemaliza muda wake hapo mwakani 2026, muda wake wa miaka 10 madarakani. Wanajeshi hao walitangaza pia kuifunga mipaka ya nchi hiyo na kumteua Luteni Kanali Pascal Tigri kuwa rais wa kile walichokiita tume ya mageuzi ya kijeshi. Hata hivyo, jaribio hilo la mapinduzi lilizimwa haraka. Waziri wa mambo ya ndani wa Benin, Alassane Seido, aliuhakikishia umma kuwa umefanikiwa kudhibiti kikundi kidogo cha wanajeshi kilichoanzisha uasi kwa lengo la kuyumbisha serikali na taasisi zake, huku akiwataka raia wa Benin kuendelea na shughuli zao. Baadaye Rais Patrice Talon alihutubia taifa na kuhakikisha kuwa hali imedhibitiwa kikamilifu na kwamba usalama na utulivu vinashuhudiwa katika eneo lote la nchi hiyo. Aidha, Rais Talon aliwapongeza wanajeshi waliofanikiwa kuzima jaribio hilo la mapinduzi. Anasema, ningependa kupongeza uwajibikaji wa jeshi letu na viongozi wake ambao walisalia kuwa watiifu na waaminifu kwa taifa. Kwa kushirikiana nao tumesimama kidete na tumerejea katika nafasi zetu na tumewatokomeza waasi. Hatua hizi zimetuwezesha kuzima uasi na kuiokoa nchi yetu. Usaliti huu hautaachwa bila kuadhibiwa, alisema Rais Talon. Kulingana na vyanzo vya kijeshi, wanajeshi 12 wamekamatwa wakiwemo waliohusika na tukio hilo, bila hata hivyo kueleza iwapo kiongozi wa waasi hao Luteni Kanali Pascal Tigri alikuwa miongoni mwao. Taarifa zaidi zinaeleza kwamba rais wa Benin amesema waliojaribu kufanya mapinduzi hayo watakiona cha moto. Rais huyo ameonekana kwenye televisheni kuwatuliza raia wa taifa hilo la Afrika ya Magharibi, akisema kwamba hali sasa iko shwari na kwamba udhibiti kamili kufuatia jaribio la mapinduzi lililotokea mapema Jumapili ni kwamba umeweza kulizima. Alikuwa akionekana mtulivu wakati wa hotuba ya moja kwa moja ya jioni, akisema anawapongeza kwa moyo wanajeshi wa taifa hilo kwa kutimiza wajibu wao na kwamba wamekuwa waaminifu kwa taifa lao. Msemaji wa rais wa Nigeria pia alithibitisha kwamba ndege za kivita za nchi hiyo ziliingia Benin na kudhibiti anga na kuwafurusha wapanga mapinduzi kutoka kituo cha televisheni cha taifa na kambi ya kijeshi waliokuwa wamejikusanya. Jaribio hilo la mapinduzi lilizimwa na linaongeza wasiwasi kwenye eneo la Afrika Magharibi ambalo hivi karibuni limekumbwa na misururu ya mapinduzi. Benin, koloni la zamani la Ufaransa, kwa muda mrefu imechukuliwa kuwa moja ya nchi za kidemokrasia thabiti barani Afrika. Hata hivyo, Talon amekuwa akikabiliwa na tuhuma za kukandamiza wakosoaji wa sera zake. Nchi hiyo ni mzalishaji mkubwa wa pamba barani Afrika, lakini bado ni miongoni mwa mataifa masikini zaidi ulimwenguni. Umoja wa Afrika umelaani vikali jaribio hilo la mapinduzi ya kijeshi nchini Benin, na mwenyekiti wake wa umoja huo Mohamed Ali Yusuf alikemea vitendo vyote visivyo halali na kuwataka wanajeshi wote kurejea kwa haraka kwenye kambi zao na kuendelea na majukumu yao. Ufaransa, mkoloni wa zamani, nayo pia imelaani pia jaribio hilo, huku Marekani ikielezea wasiwasi wake mkubwa kutokana na hali ya usalama katika kanda hiyo. Jumuiya ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS imetangaza kupelekwa mara moja kwa kikosi maalum cha kulinda amani kitakachowajumuisha wanajeshi kutoka Nigeria, Sierra Leone, Ivory Coast na Ghana ili kuunga mkono serikali na jeshi la Benin kwa lengo la kudumisha utaratibu wa kikatiba. Taarifa ya ECOWAS ilitolewa baada ya msemaji wa jeshi la anga la Nigeria, Jenerali Ehimen Ejodamen, kutangaza kuwa walikuwa na ndege za kivita nchini Benin ili kusaidia kukabiliana na waasi waliojaribu kuipindua serikali. Mtazamaji, hayo ndio ambayo yanaendelea kwa sasa huko nchini Benin baada ya jaribio la mapinduzi kushindwa.
Endelea kutufuatilia, nasi tutaendelea kukufahamisha ni nini ambacho kinaendelea katika ulimwengu kupitia The World News, na tutakujuza zaidi kile kinachoendelea huko Benin baada ya kushindwa kwa jaribio la mapinduzi.